ya kabisa kwenye kuzaliwa mpaka kwenye mafanikio. Ninavyozungumzia uwanja, vilabu namba moja ambayo ilikuwa inasumbua haina uwanja nilikuwa Yanga Afrika, kwa sababu klabu kubwa ambayo ilikuwa ina uwanja ni Yanga Afrika. Ni uwanja ambao tulikuwa tunafanyia mazoezi zamani, lakini viongozi wetu wa sasa wamekuja wamejipambanua. Kwanza wakapambana kwa Mheshimiwa Rais kuhakikisha tunapata nafasi ya kutongezea eneo ili tupate uwanja. Mwisho wa siku amekwenda mbali zaidi, amenitafuta mzabuni, kapatikana Harib Said Mohamed na kampuni yake ya GSM kuja kujenga uwanja wa Yanga Afrika. Jina mpaka sasa hivi haijulikana hata jina gani, lakini kwanza hatua namba moja ambayo sisi kama mashabiki wa Yanga, kama wanachama, tuna cha kujivunia ndani ya mabadiliko yetu ya katiba na ndani ya uongozi wetu ambao kwa madarakani ambao unamaliza madaraka mwaka huu. Kwa sababu sio jambo dogo, sio kama viongozi hawakuwa wengi wamepita, lakini hawakuwahi kufanikiwa kufikia katika malengo yao. Lakini na imani utulivu ambao walikuwa nao viongozi wetu ndio umetufikisha hapa walipotufikisha. Kwa hiyo tuombe uzima Mwenyezi Mungu atuweke tuje kuona kaunda kubwa ambayo inakuja ya kihistoria ndani ya bara la Afrika. Ni furaha iliyoje? Furaha kubwa, ndio maana furaha kubwa ndio maana sisi tunakuja tunapambana. Kwa sababu tunapambana kuwaonyesha viongozi kwamba tuko nyuma yao. Mimi niwaombe mashabiki wa Yanga ambao bado hawajakuja kwenye mfumo ambao viongozi wanaotaka waje kuonyesha kwamba Yanga iwe klabu kubwa Tanzania na bara la Afrika. Baada ya kutoka Al Ahly tuje kuwa Yanga Afrika. Na ndio yenye mfumo sahihi ambao na wanachama ambao wanatambulika, mashabiki wanaotambulika. Sasa ukimwona mwana Yanga sasa hivi uongozi unapambana, unahakikisha kwamba Yanga inakuwa kwenye ubora mkubwa, lakini wewe bado Yanga hutaki kujiunga na uongozi. Maana yake wewe unavyokuwa Yanga, uongozi unafanya juhudi, wewe unataka kuwa mwanachama wa Yanga, unataka kulipa kadi ya Yanga, wewe unakuwa msaliti tu. Sababu Yanga inahitaji fedha, na hizi fedha haziji kwa maneno. Utapiga kelele nyumbani Yanga imeshinda, lakini mwisho wa siku Yanga bila fedha haiendi. Kila mmoja anajua maisha magumu, kila mtu anajua, lakini tunafurahia mpira bila kugharamia sasa hivi inakuwa mgumu. Leo tunaona zetu wanapigana. Yote matokeo mabovu ya timu yao. Kama kwa matokeo mazuri kama sisi wasingepigana. Sasa hivi viongozi wametuletea mfumo ambao uko sahihi. Hakikisha wanachama tunalipa kadi zetu, tunasupport timu ili timu ina furaha zaidi. Lakini utakuta mwana Yanga anapiga kelele hiyo kijio cha kahawa, ana uwezo wa kulipa shilingi 29,000 kwa mwaka wa kwanza, mwaka unaofuata 24,000, lakini hataka abe kwa oya. Kwa hiyo tubadilike. Kama nataka mafanikio ya Yanga tuende mbele, tuwe na klabu kubwa ambayo ya kuigwa mchi. Kila mwana Yanga ambaye anajua mimi klabu yangu Yanga naipenda, basi hakikisha kujiunga na kuwa mwanachama ili Yanga isonge mbele. Wana Yanga kwenye kilele cha furaha, kaunda inaenda kusimama sasa. So tumalizie, neno la kumalizia kwa mashabiki wa Yanga na vile vile cha kumalizia kwamba tujipange wana Yanga wote kwa ujumla, kwa sababu haya yanotokea lazima tujipange sisi twende robo finali. Kila mwana Yanga hakikisha hivi tunajipanga kwenda robo finali. Tukacheze mchezo wa tarehe 7, tuhakikishe tunapata alama 3. Farabati Morocco ikosekana tupate 1. Tuna kazi kubwa tarehe 14 au 15 tunarudi Amani Complex kwenda kuhakikisha tunakwenda robo finali kwa kishindo. Kila mwana Yanga sasa ajipange, ajitafute, tuelekee ni Amani Complex mchezo wetu wa mwisho na JS Kabylie kuhakikisha Yanga Afrika inakwenda robo finali. Tusiishie hapa ambapo majirani zetu wameshaishia hapa. Hii safari ilikuwa ndefu, tulikuwa kwenye kundi gumu, tupo kwenye kundi gumu. Tuhakikishe tunakwenda sisi na National Ahly. Kwa sababu National Ahly kunitoa tena kwenye lile kundi nadhani imeshakuwa gumu, kwa sababu yeye anaongoza na pointi 8, tunaofuata na pointi 5. Hata alama 3 tu na alama 11 anakwenda robo finali moja kwa moja. Kwa hiyo Yanga wote tujiandae na mchezo ujao ndani ya New Amani Complex.